Nitafanyaje? Huwezi kumzuru baba yangu angaye mimi ndipo mzima. Lazima nitampambania baba yangu. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Hivi mke wangu, unaweza kuniambia siku hizo umekuwa na safari nyingi sana. Umekuwa ni mtu wa kutoka na kuingia. Unakuwa unaenda wapi? Unajua mme wangu, baada ya kifo cha Priya, sisi kama wanawake huwa tuna vikundi vyetu. Kwa hiyo nilikuwa nafuatilia pesa za michango. Ndio maana muda mwingi ulikuwa unaniona ni mtu wa kutoka tu na kuwa busy. Lakini sasa hivi nishakamilisha. Pesa zote nishaziweka kwenye account. Oh. Sasa kwa nini ukuniambia kama unatoka kufuatilia pesa? Unajua kuna wakati nakuwa sikuamini. Umekuwa ni mtu ambaye unatoka bila kutoa hata taarifa. Nisamehe sana mme wangu. Kuna wakati na mimi napitiwa kama binadamu, najisahau pia. Napigia simu za ghafla haraka, inabidi nitoke tu bila hata kuomba ruhusa. Lakini kiukweli mme wangu, mimi kifo cha Priya kinaniuma sana. Priya alikuwa ni wifi yangu ambaye nilikuwa nampenda sana. Kwa tangu Priya alivyofariki, yaani mwenyewe akili yangu naona kama haiko sawa, mambo yangu naona kama hayaendi. Wewe inaniuma sana kiukweli. Yaani kiukweli mme wangu, naumia sana. Tangu Priya amefariki, sijui kwa nini Mungu amemchukua Priya mapema hivyo. Wewe inaniuma sana mimi mme wangu. Naumia sana. Basi pole mke wangu, usilie. Samahani sana kukumbusha machungu. Hata mimi pia wanajisikia hivyo. Sawa mama, usilie. Usilie. Nashukuru sana mme wangu kunitia moyo. Na mimi nitakuwa sawa tu. Basi usilie. Sitakuwa umeenda wapi jamani? Yaani unapanda kabisa kitandani. Umetoka wapi? Na kwa nini umeondoka hujatoa taarifa? Mama, nilienda kumfuatilia mama mbaya. Nini? Ulienda wapi? Nilienda kumfuatilia mama mbaya. Mama mbaya na vitu vibaya. Hivi Amanda, unanitafuta nini wewe? Umenimisi eh? Sijakupiga muda mrefu, wewe mwili wako unakuasha. Nitakuzibua. Haya mazoea na watu wazima umeanza lini? Huna kazi, si ungekuja kulala? Ulimwambia nani kama unatoka? Lazima nimfuatilie mama mbaya ili nijue anapoenda, ili nimsaidie baba. Wewe unataka kunipanda kichwani wewe? Naona unataka kunipanda kichwani. Yaani unachokitaka wewe ndio unataka ukifanye. Hivyo unajisikia unachokiongea kweli? Sinilisha kukataza masuala kutoka bila kutoa taarifa. Unataka nionekane mimi sijui kukula. Yule mwanamke anaponifokea wewe ndio unaona raha mwenye, si ndio? Unapenda eh? Sinaongea na wewe unapenda? Wewe unaona umenimisi wewe. Ujanini? Ujalia muda mrefu. Sasa nikuone unatoka tena nitakupiga. Yaani nitakupiga hapo nimekugusa. Usiniangalie mimi. Nyamaza huko.
Vitu vingine unavitaka wewe mwenyewe. Sasa ni nani aliyokutuma utoke bila ruhusa? Unafanya makosa alafu ukisema unaanza kulia. Ni nini sasa? Ungetoa taarifa je? Na sitaki kukuona una mazoea na ule mwanamke Amanda. Sitaki. Nitakupiga kweli. Oho. Asubuhi mwondoko umesema jioni unaleta hela. Naomba hela, nahitaji nikaeme nilipe na umeme. Nafahamu kama tulikubaliana hivyo Teddy. Lakini kwa bahati mbaya nimefight sana kwa mtaani leo. Nimefanikiwa kupata hii hapa. Hiki ndio kiasi ambacho nimekipata leo. Unakichaa nini? Hii ni hela ambayo unanipa nifanyie matumizi mimi. Wewe unaweza kula 200 ukashiba kweli wewe? Unajizima data Remi. Aya, nenda na hiyo 200 kanunue vitu uje kupika. Hiyo 200 ulipie na umeme. Teddy, wewe ulikuwa unataka pesa. Asa mimi nimepambana mchana kutwa. Nimepata hiki kiasi. Na kupatia pesa unagoma. Unamaanisha kitu gani? Ingependeza ungepokea kwanza hii pesa. Alafu after hapo tungezungumza tu. Hivi Remi, unajua na matatizo sana. Yaani umezunguka kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi unakuja na 200. Sasa nisikilize kwa umakini. Nitakachopika leo humu ndani hutokula. Hiyo 200 yako nenda kaeme uje ule ushibe. Ujasikia nilichosema? Naenda kupika. Hutokula. Hiyo ikulishe kama muda unakulaga 200. Bona kama nasalitiwa mwenzenu nahisi kukufuru Mungu. Teddy, nielewe basi. Mambo leo yako sawa. Akina pagawa adui atoki mbali. Aniweza kuwa rafiki. Kaka, pole sana kwa huu msiba mzito. Binafsi hata mimi naumia sana. Lakini nadhani hapo mwanzo nilikwambia kuwa kuna mambo mengi uyafahamu. Hasa kifo cha mama, na wanaohusika kwenye kifo hicho hata hawatoki mbali. Una maana gani dada yangu? Na utaendelea kunificha mpaka lini? Nahitaji kufahamu ukweli. Kama hao watu ambao wanahusika na mauaji unawatambua, kwa nini usiniambie? Utafahamu tu kaka. Kila kitu kitakuwa wazi. Nikutakia usiku mwema. Halo? Mume wangu, wewe ni Nurati? Ya, ni Nurati. Ananiambia nafahamu ukweli wote kuhusiana na kifo cha mama yangu. Lakini sasa amekuwa ni mtu ambaye hataki kuwa muwazi. Nikimwambia mara anasema hivi, mara nivute muda. Mimi ananichanganya sana. Lakini mume wangu, mbona mama amekufa muda mrefu sana? Na watu tushasahau. Kwa nini aje akizungumzia sasa hivi? Ana maana gani? Ndio maana anasema ni siri. Maana kifo cha mama hakikuwa cha kawaida. Na mimi nataka nifahamu kama kweli kuna watu walihusika na hiko kifo. Takula nao sahani moja. Yaani siwezi kuacha salama. Mimi sioni kama kuna haja ya kufuatilia. Kwa sababu mtu akishakufa mwache apumzike kwa amani. Mama amefariki muda mrefu. Mimi sioni kama kuna haja kabisa wewe kufuatilia swala hili. Na ukae ukijua kabisa kifo ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukisema uanze kufuatilia, uone kama unamkosoa Mwenyezi Mungu Sikushauri mume wangu bwana ufanye kitu kama hicho. Uko sawa. Lakini
Kama ili swala kweli ni mikono ya watu, lakini mimi sidhani kama nitakuwa na mkufuru Mwenyezi Mungu. Hasa kama nitafuatilia ukweli alafu nikajua kama mama yangu alikatiliwa maisha yake. Unajua hata vitabu vya dini vinasema pambania haki yako mpaka jasho la mwisho. Kwa hiyo kama nitagundua kuna watu walihusika na kifo cha mama yangu, sitawaacha salama. Haijalishi jambo lina muda kiasi gani, imepita miaka mingapi, miezi, kama jinsi walivyofanya kwa mama yangu, nami nitafanya hivyo hivyo kwao. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Tunaweza tukaa huko. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Good night. Kuna wakati tunaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Dada, naomba unisaidie. Kuna mtu mbaya ananifukuza. Nikusaidie? Ndiyo, nisaidie. Wakakwa. Wewe Masai vipi? Mbona zunguka sana hapa? Masai sinaongea na wewe. Hapana, kuna muda wote na mwana anapita hapa. Mtu? Kuna muda anapita nafaa nguo nyeusi, alafu hapa na kitunguli mrefu hivi. Kapita hivi Masai kapita. Umeona anapita? Sasa hivi kapita kaenda hivi. Kweli? Leo tangoje. Kaka. Nimekuletea shuka. Kuna mbu sana hapa sebeni. Tafadhali utatumia kujifunika. Asante sana dada yangu. Nafurahi sana kwa kuona na moyo wa kunijali. Sawa, nikutakia usiku mwema. Na kwako pia. Vipi kaka? Kuna tatizo? Niambie, pengine naweza nikakusaidia. Nilikuwa nakutakia usiku mwema. Na kwako pia. Sawa. Mizimu. Kwa nini nashindwa kufanya kazi yangu? Nafeli wapi? Yaani kitendo cha kumwambia na kupenda nimeshindwa. Na nyie mizimu mpo, hata kunisaidia hamna. Nimejisikia vibaya sana. Unayecheka naye ndio adui yako. Usiku wa kuamkia leo sijalala kabisa mjomba. Nilikuwa nakaa na tafakari ni nani anayevujisha siri kati yetu si watatu. Lakini kwa mawazo yangu ya haraka haraka nimepata jibu kamili kwamba aliyevujisha siri yetu naweza kuungana na wewe kwa sababu hii siri tunaijua watu watatu. Na kama siri imevuja, basi atakuwa amevujisha. Iko hivyo mjomba. Sasa sijui tunafanyaje mjomba.
Nisikilize, hebu niachie mimi, kwa sababu hili jambo liko ndani ya uwezo wangu. Nitamaliza mwenyewe. Nakuelewa mjomba, lakini kiukweli mimi leo sija kukaa sana hapa, kwa sababu ukizingatia leo ni weekend, alafu mume wangu ajenda hata kazini, yupo nyumbani muda wote. Kwa hiyo kwa ruhusa yako naomba niondoke tu, ni mwai mume wangu. Bila shaka, lakini jitahidi sana kuweka uangalifu. Siri hii inatakiwa iendelee kubaki siri. Sawa? Sawa mjomba. Haya, mimi nakuacha sasa. Maliza kinywaji kwanza. So vitu vyangu. Asante. Honey, honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. We ndio my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima. Naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi, na miss mapenzi yako yako. Kumbukumbu nazitesa, nakumbuka yako makopa, leo upo mbali baba. Mwezi nakupenda sana, natamani tuishi. Mimi ndo yule kipenzi chako, tulioanzia shule nikiwa wako. Wamekugeuza msukule, unikatae bure. Nakupenda baba, japo unikumbuki. Imani yangu ipo pale pale, wewe ni wangu, nikunae mapele. Na kusubiri unipe penzi kede kede. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Ukitabasamu